Majina naitwa Mhandisi Nchama Wambura, ni meneja wa barabara kuu pamoja na barabara za mijini chini. Barabara hii inapanuliwa kwa sababu za msingi, kama hata ninyi ndugu waandishi wa habari mnavyoona. Imekuwa na mzigo mkubwa sana wa magari makubwa ambayo yamekuwa ni changamoto, mengi yakisababisha ajali kwa mali za watu, lakini pia hata na uhai. Na hilo ndio lililosababisha wakala wa barabara TANROADS kunyenyuka na kuja kufanya upanuzi ili walau kuwepo na baadhi ya maeneo ya magari kuweza kupumzikia pale yanapokuwa yakipanda mlima huu, mlima wa nyoka, ambao umekuwa na umaarufu wa jina hilo kwa sababu umekuwa ni mlima ambao ni mrefu kweli kweli. Lakini sambamba na hilo pia kwa kuliona hilo pia kumekuwepo na njia ya mchepuo ambayo hapa tuliposimama itakuja kupita maeneo haya kuelekea hapa na kutokezea kule mbele. Yote ni kwa ajili ya lengo la kupunguza msongamano na kujaribu kukata milima hii iliyopo hapa katikati na kupunguza adha kwa magari ambayo yanayopanda. Na vile vile pia tukaona kwa sababu katika ujenzi wa barabara pia kuna uharibifu wa baadhi ya vitu, kwa mfano vitu vya asili vilivyopo maeneo haya. Kuna miti, lakini pia kuna chemichemi ambazo ni nzuri kabisa. Ndio maana tumekutana pia na wenyeji katika maeneo haya, wazee wetu, machifu, ili kuweza kuongea nao na kupata baraka zao, lakini hata kupata historia ya maeneo haya kabla shughuli zetu za ujenzi wa barabara hazijafikia katika maeneo hayo. Maendeleo ni barabara, bila barabara hujafikisha kitu chochote unapotaka kwenda. Kwa hiyo sisi kama ni machifu tumefurahi sana na sisi kuwa na njia mbili, kwa sababu hapa mlima wa nyoka pana matatizo ya magari, msongamano wa magari. Sasa wanapapasua, inakuwa barabara yani zitakuwa mpishano mkubwa sana wa magari. Hii tunashukuru viongozi wetu, kwa tunamshukuru rais wetu kutufanyia mambo kama hayo, kuboresha barabara, na kwa kazi anayoifanya rais sisi tunamshukuru na viongozi wake wote. Kwa nini hapa panaitwa mlima wa nyoka? Mlima wa nyoka ni mlima wa mila na desturi za Kisafwa. Mnapoona pale juu ya mlima pale pana tambiko letu. Kila mwaka tunatambika pale. Tunaweka kuku kila mwaka. Kwa hiyo tunashukuru sana serikali yetu kuheshimu huu mlima, kuheshimu hii mlima wa nyoka. Mlima wa nyoka hiyo nyoka sasa walikuwa naitaja huko nyuma kwamba ilikuwa hapa. Sasa leo tumekuja kuiweka tena, kutengeneza barabara nyingine inapita pale, walikuwa nasema ndio tutapita juu ya nyoka. Lakini leo tunaiombea nyoka naye tupishe, na sisi ndio maendeleo, tupishe nyoka, tupitishe barabara yetu iende vizuri, itengeneze bila tatizo lolote. Niwashukuru chief wetu wa hapa eneo tulipo, ambako mradi tunataka kuanza kutekeleza kwa falsafa zao za kuupa kipaumbele mradi huu, lakini na nia ya serikali ya kurekebisha changamoto zilizokuwa hapa. Tunawashukuru kwa sababu kwanza wametenga muda na pia wametupa mengi sisi kama wageni kwenye eneo hili la mradi, lakini tumejifunza mambo mengi kutoka kwao, na kikubwa zaidi kwamba mila na desturi zetu za kila sehemu tuzifuate kwa ukaribu, kwa sababu ni tija na ni tunu kwetu. Mheshimiwa Rais tayari ameshatengeneza wigo wa kibiashara kwa ukanda wetu wa SADC, na zile changamoto za magari kukwama barabarani na milimani sasa zimeondoka kwa maana ya hizi fedha ambazo zimeletwa kwenye eneo letu. Nitoe wito tu kwa sisi wanaofanya kazi kwa niaba ya serikali kwamba tuhakikishe yale maelekezo ambayo tunayapata kutoka kwa viongozi wetu, lakini na kwa machifu,
tuyafuate kwa ukaribu, kwa sababu ni tunu ya maeneo haya ambapo tulipo. Na hivi tumefurahishwa sana. Lakini nimshukuru tena waziri, kama naweza nimshukuru waziri, nimshukuru Mama Samia pia kwa kutupatia pesa. Nimshukuru waziri Olega kwa kusimamia na majeshi yake haya. Ndugu yangu injinia, wote mpo, umefanya kazi nzuri sana sana kupanua mlima wa nyoka. Kama mdau wa usalama barabarani, ninafurahishwa sana. Tulikuwa tunapata mateso, tochi wanakaa huko ndani, saa hizi tochi hamuna.